tumekutana hapa Dodoma ili niweze kutoa maelezo ya kina juu ya changamoto ya bei ya sukari ambayo inalalamikiwa na Watanzania wengi. Watanzania, kama mnavyofahamu, serikali inaendelea kufanya jitihada za kuhakikisha katika mkakati wa serikali wa kujenga uchumi wa viwanda. Tanzania tumefanikiwa sana katika kuongeza uzalishaji wa sukari nchini. Miaka ya nyuma takribani sukari yote tulikuwa tunaagiza kutoka nje, lakini hivi sasa mwaka huu wa 2020 tunazalisha sukari 80% ya mahitaji ya nchi. Takwimu zinaonyesha mahitaji ya nchi kwenye sukari ya kawaida, yani sukari ambayo tunatumia majumbani kwetu, ni tani 470,000. Lakini katika hizo tani 470,000, tani 378,000 zinazalishwa na viwanda vyetu vya ndani, ambayo ni sawa na 80%. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana ya nchi na mkakati wa serikali wa kujenga uchumi wa viwanda. Na ukiangalia mipango ya kampuni za sukari nchini ya kuongeza uzalishaji kwa maana ya kuongeza extension outgrower plan ya wakulima kuzalisha kulima miwa zaidi ili waweze kusupply kwenye viwanda, miaka ya karibuni ijayo tutaweza kuzalisha ziada ambayo tutaweza kuiuza kwenye nchi za jirani, nchi za SADC na maeneo mengine. Kwa hiyo ni hatua kubwa kama nchi. Swala la sukari tunazidi kupunguza kutegemea nchi za nje, uzalishaji unaongezeka nchini, na miaka ya karibuni Tanzania tutakuwa ni nchi ambayo tunazalisha ziada kwa ajili ya kuwauzia majirani zetu na maeneo mengine duniani. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana ambayo tumepiga kama nchi. Lakini kwenye upande wa upatikanaji wa sukari nchini, Tanzania hatuna shortage, na nitaeleza kwa nini hiyo shortage haipo, na nipende kuambia Watanzania hamna haja ya kuwa na wasiwasi. Bei ambazo zimepanda mitaani si kwa sababu ya upungufu wa sukari, kwa sababu ukiangalia kila mwaka serikali tuko makini katika kutathmini mahitaji ya Watanzania ya sukari, uwezo wa viwanda vyetu kuzalisha, na ile pengo ambalo linahitajika huwa tuna plani mapema kuhakikisha uingizaji wa hiyo sukari unakuja kwa wakati, ili kutowapa usumbufu wa Tanzania kuhusu swala la upatikanaji wa sukari. Na serikali tunatambua tunakaribia kipindi cha Ramadhani, lakini habari iliyo njema ni kwamba hivi ninavyozungumza tulitoa vibali vya kuingiza sukari miezi michache iliyopita, lakini kuanzia jana tayari ule mzigo wa kwanza wa tani 10,000 hivi ninavyozungumzia bandarini wako wanapakua, na kufikia leo jioni tayari tani 5,000 zitakuwa zimesha ingia mtaani kwenye mzigo wa tani 10,000 ambao umeanza kupakuliwa kutoka jana. Kwa hiyo niwaondoe wasiwasi wa Tanzania. Sukari pamoja na uzalishaji mkubwa nchini unaoendelea, ile ziada ambayo tunahitaji kuagiza kutoka nje tayari tumeshaagiza na tayari imeshaanza kuingia mtaani. Kwa hiyo wasiwasi wa Tanzania kwamba sukari imepanda na itazidi kupanda, ningependa kuwaondoa wasiwasi huo. Na serikali kuanzia kipindi cha mwezi huu mpaka kufika mwezi April, tani 20,000 zitakuwa zimeshaingia mtaani kwa ajili ya kubalansi mahitaji na usambazaji wa sukari. Mwezi Mei kuna tani nyingine 20,000 zitaingia kwenye soko. Hiyo yote ni jitihada ya serikali kuhakikisha bei ya sukari inaendelea kuwa ni bei ile ile ambayo ilikuwepo. Kumekuwa na changamoto hapa katikati, Watanzania mnafahamu, baada ya janga la corona kuna logistics challenges za kimataifa, yani shipping ya mizigo. Kila nchi duniani sasa hivi imekuwa na changamoto, lakini kwa sababu ya kuplani mapema kwa serikali yenu, ndio maana sukari ambayo tunahitaji tayari ipo, imeshafika nchini na imeanza kusambazwa ili kuweza kubalansi mahitaji ya Watanzania, na hivi tunavyoingia kwenye kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo nilipenda niwaite ndugu waandishi wa habari kupitia kwenu kuondoa wasiwasi wa Tanzania, na pia katika uzalishaji wataalamu wa sukari wanasema wakati wa mvua nyingi content ya sukari kwenye miwa inapungua.
Kwa hiyo viwanda vyetu katika kipindi cha mvua hiki ambao tumepata neema ya kupata mvua nyingi sana nchini, uzalishaji umepungua, lakini utaongezeka kuanzia mwezi Juni wakati kiangazi kinaanza. Kwa hiyo pamoja na jitihada za serikali za kuagiza ili kupunguza upungufu wa sukari nchini, bado kuanzia mwezi Juni na kuendelea viwanda vyetu vitarudi kwenye kuzalisha, kwa sababu kiangazi kitakuwa kimeingia, na kama nilivyosema, wakati wa mvua sukari kwenye miwa inapungua na uvunaji unakuwa na changamoto, na ndio maana tulitoa vibali mapema ili uingizaji sukari ufanyike mapema. Kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Watanzania wanapata sukari maeneo yote ya mikoa yetu, na bei ambayo imeanza kupanda, sisi serikali tunafuatilia kwa karibu sana. Hivi ninavyozungumza, kote nchini kuna timu inaenda kuchunguza kama kuna wafanyabiashara ambao walikuwa wamehodhi sukari ili iweze kupanda bei, waweze kupata super profit, tutawachukulia hatua. Kwa hiyo nipenda nitoe huo ufafanuzi ili kuondoa wasiwasi uliopo mtaani kwamba kuna upungufu wa sukari nchini. Hamna upungufu wa sukari. Changamoto ambazo zilijitokeza za mvua, janga la corona, serikali tumeagiza ziada ili kuweza kubalansi soko na usambazaji wa sukari nchini. Kwa hiyo niwaondoe wasiwasi wa Tanzania. Bei imepanda kwa sababu ya changamoto nilizozitaja, lakini kama kuna wafanyabiashara wamehodhi sukari wakitegemea kupata super profit wakati wa janga hili la corona, serikali haitawafumbia macho. Kuna timu inasambaa kila mkoa kuhakikisha ujanja huo wa kutaka kupata faida maradufu wakati tuko kwenye janga la corona na tunakaribia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, jambo hilo halitokei. Elekezi inategemeana na mambo mengi, lakini tunachofanya kama serikali ni kuangalia kwa karibu sana usambazaji na uhitaji wa sukari, na pale ambapo bei inaenda nje ya kiwango kwa kupitiliza, hapo ndipo tunaingilia kati. Wiki kadhaa zilizopita bei imeanza kupanda, na ndio maana nikaona nitumie nafasi hii kutoa ufafanuzi kwamba hakuna shortage ya sukari nchini. Kilichokuwa kinaendelea ni hizi changamoto za logistics za corona na mambo ya usafiri na shipping kuwa changamoto, lakini kwa sababu tuliplani mapema, hizo procurement plani za kutafuta sukari nje ya nchi zimeshafanyika na sukari imeshafika nchini na usambazaji unaendelea ili kuweza kurudisha bei ya sukari katika kile kiwango ambacho Watanzania walikuwa wanapata. Kwa hiyo swala la bei elekezi linategemeana na mambo mengi, lakini kazi ya serikali ni kuangalia uhalisia na kuingilia kati pale ambapo bei inaenda nje ya uhalisia.